Leo nataka nikutajie dalili za mwanamke ambaye yuko kwenye maisha ya ndoa na wewe lakini hakupendi. Hivi unajua wanaume huwa hamjui kwamba unaweza kuwa na mwanamke kwenye maisha yako, mnalala na kuamka kwa pamoja, lakini mwenzako hakupendi na pengine ana mipango yake. Yaani yeye hayuko kwenye maisha yako milele, ana mipango yake huko mbele, atakuja kuondoka kwako. Sasa leo nataka nikutajie dalili hizo ambazo zinaashiria kwamba uko kwenye maisha ya ndoa na mke wako lakini mwenzako hakupendi. Jambo la kwanza ni mwanamke akianza kuwa mbinafsi kipesa. Unajua kwenye hili jambo wanaume huwa hamjui, lakini huo ni ukweli. Yaani ukiona mwanamke wako akiclear vitu fulani anachukia, anakasirika, na mwingine anakudai pesa yake, yani by force. Najua kwenye maisha ya ndoa kuna kuoga na utaratibu ule wa kawaida ambao mwanamke akitoa kitu anaweza kukudai mume wake kwa utani, mume wangu nirudishie ile hela yangu, na wewe mwanaume ukachukulia kama kawaida. Lakini ikifika kipindi ukaona mkeo anakuwa serious sana na pesa zake, yani yeye akitumia kwenye kitu chochote anakasirika na anakudai kweli kweli, na wakati mwingine usipompa hiyo pesa ni ugomvi, ananuna kabisa, nakwambia ukweli, huyo mwanamke hakupendi. Kwa sababu ni kweli wewe mwanaume ni provider kwenye familia, lakini kuna vitu vingine viko ndani ya uwezo wa mwanamke, anaweza kaviclear na ikawa ni kawaida, kwa sababu maisha ni ya kwenu wote. Lakini inapofika wakati mwanamke hataki kutumia pesa yake, manake hayo maisha ni ya kwako wewe peke yako, yeye yuko tu pale, pengine ana mipango yake kichwani, pengine hakupendi tena, na pengine ana mambo yake ambayo anapanga kuyafanya huko mbeleni. Kwa hiyo unamharibia ratiba kwenye pesa yake. Kwa hiyo ukiona mwanamke wako ameanza kuwa hataki kabisa kutumia pesa yake kivyovyote vile kwenye familia, na hata akitumia anakasirika, kaa ukijua kwamba huyo mwanamke hakupendi. Dalili ya pili ni kukosekana kwa wivu. Mwanamke akianza kukosa kukuonea wivu wewe, kaa ukijua kwamba mapenzi yameisha. Na hii sasa inategemeana. Unaweza ukakuta wewe mwanaume ulikuwa ni mtu wa matukio sana, kwa hiyo imefika kipindi mwanamke ameamua kujiprotect, hataki tena kuendelea kuumia na mambo yako, kwa hiyo anaamua kuacha kukupenda wewe, na ndio maana anaacha kukuonea wivu. Yaani unakuta mwanamke zamani alikuwa anakuuliza vitu fulani, lakini sasa hivi ameanza kunyamaza na kuangalia tu, ufanye nini, anakuangalia tu. Hiyo ni dalili mbaya sana kwenye ndoa yako. Inawezekana huyo mwanamke ana mpango wa kuondoka hapo muda wowote ule, au tayari ameanza kusaliti ndoa yenu, na ndio maana sasa hivi hajali tena kuhusu wewe. Kwa hiyo utakapoona tu kwenye ndoa yako mke wako amekosa wivu na wewe, kaa ukijua kwamba wewe upendo kwako, yani upendo wake kwako umeisha, wewe hauko tena kwenye moyo wake. Kwa hiyo kunaweza kukawa kuna mawili, either na mpango wa kuondoka kwenye maisha yako muda wowote, au hapo alipo na yeye ana mtu wake huko nje, unaibiwa mke, na yeye sasa hivi ameanza kukusaliti, ameanza kukulipizia wewe kisasi. Ndio maana moyo wake sasa hivi haushtuki, kwa sababu upendo wake wote ameshahamishia kwa mtu mwingine. Kwa hiyo yeye hapo yupo tu kwa sababu wewe unahudumia familia. Kwa hiyo ni hatari zaidi unapoona mwanamke ameacha kukuonea wewe wivu. Na ndio maana mimi huwa nawaambia sana mara nyingi wanaume, mwanamke wako anapokuuliza vitu fulani, mwanamke wako anapolia, mwanamke wako anapoumia, kaa ukijua kwamba anafanya hivyo kwa sababu anakupenda. Kwa hiyo jitahidi kurekebisha kabla huu wakati haujafika. Mwanamke akishaacha kukuonea wivu, hakupendi tena. Hiyo kaa ukijua kabisa. Jambo la tatu, kuepuka kugusana na wewe kimwili kwa namna yoyote ile. Na hili ndiyo jambo kubwa sana ambalo wanaume mnatakiwa kulifahamu. Yaani ukiona mwanamke wako ameanza kukuepuka, hataki wewe na yeye mkutane kimwili, anakukatalia, yani akilala na wewe hataki mgusane, ukikaa sehemu kwa mfano unataka kumkumbatia hataki, pengine ulikuwa unambusu anaanza kukuignore, na yeye pia hata kukubusu wewe hataki. Yaani anakuwa anatafuta visababu vya kutokuwa karibu na wewe. Na wakati mwingine hata kama atakubali kukutana kimwili na wewe, unamuona kabisa anafanya tu kama vile anatimiza wajibu, lakini yeye hayupo, hatoi ushirikiano wowote. Huyo mwanamke hakupendi. Sasa hivi yeye ana mambo yake mengine tu, na hapo inategemeana. Pengine wewe kuna kitu ulimkosea, au yeye mwenyewe tu amebadilika, kuna kitu kimemdanganya huko nje. Kwa hiyo kwenye mazingira ya mwanamke kwanza kukuignore wewe kimwili, kuna mazingira mawili. Pengine wewe mwenyewe kuna vitu ulikuwa unavifanya, sasa hivi mwanamke vimempelekea hisia zake zote kuisha kwako, au tayari huyo mwanamke ana mwanaume mwingine, ndio maana anakuignore wewe. Kwa hiyo wewe hakupendi tena.
Ndio maana anakuwa hataki, yani yale mazoea yenu kama mlizoea kupigana mabusu bila sababu, sijui kukumbatiana, sijui mkikaa kwenye kiti unamwegemea, anaanza kukuignore, kaa ukijua kwamba huyo mwanamke hakupendi tena. Sijui kama unanielewa. Jambo la 4, kupungua kwa heshima. Yaani kama mwanamke wako alikuwa anakuheshimu vizuri, lakini sasa hivi anaweza kukujibu vyovyote. Yaani mbele ya watoto anaweza kukujibu chochote. Kuna vitu alikuwa hakutamkii, sasa hivi anaanza kukutamkia. Yaani yupo tu, unamuona kabisa mke wangu amebadilika, ile heshima hakuna. Huyo mwanamke ameacha kukupenda. Yaani sasa hivi wewe hauko kabisa ndani ya moyo wake. Na hiyo vile vile inategemeana. Pengine ameacha kukuheshimu kwa sababu ana mambo yake, au ameacha kukuheshimu kutokana na mambo ambayo wewe mwenyewe ulikuwa unayafanya. Kwa sababu lazima ujue kwamba kuna wakati mwanamke huwa anaacha kukuheshimu kutokana na tabia zako wewe mwenyewe. Kwa hiyo pengine kuna vitu ulifanya, mwanamke akaona amekunyenyekea, amekuheshimu, lakini bado umeshindwa kujirekebisha. Kwa hiyo mwanamke anaanza kukuonyesha kabisa kwamba hakupendi. Yaani mwanamke akiacha, yaani mwanamke asipokupenda, kukuheshimu ni ngumu. Sijui kama mnanielewa, ni ngumu. Hawezi kupretend kwa sababu hakupendi. Mwanamke akimpenda mwanaume huwa anampa heshima, kwa sababu ile ndiyo lugha pekee ya mwanamke kuonyesha kwamba anampenda huyo mwanaume. Lakini utakapoona heshima imepungua, sasa hivi yani yupo tu, anakujibu chochote. Kuna kauli ukuzoea kumuona mwanamke wako anakutamkia, sasa hivi anakutamkia, huyo mwanamke hakupendi. Sijui kama unanielewa. Jambo la 5 ni kujitenga kujitenga kwenye mipango yako ya baadaye. Sijui kama unanielewa. Yaani kuna wanaume, uko na mke wako, kila unapozungumzia kwamba nataka tukifika mwaka fulani kwenye maisha yetu iwe hivi na hivi, yani yeye hasupport. Anakuwa kimya. Yaani anakusikiliza tu wewe unaongea sijui nini na nini, unaongea mipango kibao, unaweka pale mipango kwamba itakuwa hivi na hivi kwenye maisha yenu, lakini mwenzako hana hata muda. Kila unaposema nina mpango wa kufanya hiki na kile, nina mpango hivi na hivi, mke wangu nina mpango tukifika hivi, yani mwenzako hachangii. Anakuwa kimya. Huyo mwanamke hakupendi. Na hapo alipo ameshaanza kujipanga kuondoka kwenye maisha yako. Na ndio maana hataki kabisa kujihusisha kwenye mipango yako. Kwa hiyo utakapoona tu mwanamke wako sasa hivi tayari anakuacha upange mipango peke yako, yeye wala hajihusishi wala hatoi ushauri wowote, ndugu yangu, huyo mwanamke hakupendi. Na hapo alipo anajiandaa kuondoka kwenye maisha yako muda wowote ule. Jambo la 6 ni mke wako kuwekeza nguvu nje ya ndoa yenu. Sijui kama unanielewa. Yaani unakuta inafika kipindi mwanamke yuko bize na biashara, mwanamke yuko bize na kazi, mwanamke yuko bize na mambo yake, lakini wala hajali chochote kuhusu wewe. Wala hajali chochote kuhusu ndoa. Yaani yeye yuko kwenye ndoa basi tu, mnakutana jioni utafikiri mtu anamfanya kazi mwenzie, lakini kila mtu ana mipango yake. Yaani yeye anakwambia wazi, mimi sasa hivi niko bize natafuta pesa hivyo. Ukiona hiyo hatua imefika kwenye ndoa yako, mke wako hakupendi tena. Na hapo pia inategemeana. Pengine huyo mwanamke amebadilika tu kivyake kwa sababu ya kuchanganyikiwa na pesa, na labda kwa sababu ya sehemu anayoshinda huko, labda amepata mtu amemdanganya, au wakati mwingine wewe kuna vitu ulishavifanya sana kwenye maisha yake, yani ulishamuumiza sana, imefika kipindi moyo wake wa kukupenda wewe umekufa, au alianza kujifunza kujikeep busy ili kukutoa wewe kwenye moyo wake, aliona unamuumiza. Kwa hiyo ukiona tu imefika kipindi mke wako anawekeza nguvu nje ya ndoa yenu, wala hafikiri kujenga ndoa yenu, wala hafikiri kufanya chochote ndani ya ndoa yenu, yeye yuko bize na mambo yake, mwanamke huyo hakupendi tena. Na hapo alipo pengine anajiandaa kuondoka kwenye maisha yako muda wowote ule. Ndio maana sasa hivi wala haangaiki chochote kuhusu ndoa, yeye ana mambo yake tu, yuko bize na mambo yake. Jambo la 7, kupotea kwa mawasiliano ya ndani. Sijui kama unanielewa. Yaani kuna watu mnaishi na wake zenu kwenye ndoa, mazungumzo mnayofanya nyinyi ni kuhusu bills mbalimbali pale nyumbani, sijui kuhusu watoto wanataka nini, sijui kuhusu nini. Yaani hakuna vitu vingine mnavyojadili, vitu vya kuhusu upendo, kuhusu ndoa yenu, kuhusu chochote. Nyinyi mnajadili tu bills mbalimbali na nini. Hakuna mazungumzo mengine ya kujenga, yani hisia zenu, ya kukutana karibu na nini. Nyinyi ni watu ambao mnajadili tu bills mbalimbali, bwana kuna hiki kinahitajika, hiki na hiki na hiki, kimya. Baada ya hapo hakuna chochote kinachoendelea, hakuna chochote mnachozungumza, hakuna mawasiliano ya kihisia kati yenu. Nyinyi mnajadili tu vitu vya bills, sijui watoto wakafanya nini, watoto wakafanya nini. Hiyo
inaonyesha kwamba huyo mwanamke hakupendi. Yaani sasa hivi anaishi tu hapo na wewe kwa sababu tu ana watoto na wewe, lakini kukupenda hakupendi. Ndio maana hakuna cha maana mnachojadili wewe na yeye saa hizi zaidi ya bills na vitu mbalimbali. Yeye anataka tu mtimizie mahitaji yake, vitu vingine utajua wewe. Na hii sasa inatokana na wewe mwanaume kufanya vitu fulani kwake. Pengine ndio inapelekea mtu kuamua kuondoa upendo na kuamua tu kwamba nitaangalia tu vitu atakavyonitimizia mahitaji ya watoto na vitu vinginevyo. Mimi kuhusu vitu vingine mimi sijali. Yaani mwanamke anaacha kujali chochote kwenye maisha yenu. Kwa hiyo yeye na wewe mnakuwa mnajadili tu mambo ya busy, anataka umtimizie mahitaji yake, anataka uhudumie watoto, basi kuhusu mambo mengine utajua wewe, wala hata hamuongelei hayo mambo. Kaa ukijua kwamba mkeo hakupendi tena. Jambo la 8 ni kuwa msiri na kujitenga. Yaani mwanamke akianza kuwa msiri na kujitenga inaashiria kwamba mwanamke hakupendi tena. Yaani pengine wewe ulizoea password mke wako amekupa ya simu yake, yuko free sana na wewe, mnaishi tu mnashirikiana mipango kwa pamoja, lakini imefika kipindi password zake amebadilisha, hakushirikishi chochote, anafanya maamuzi kwenye maisha yake anavyojisikia, hakuna chochote anachoomba ushauri kwako wala anachojielezea kwako. Hakuna maamuzi ambayo anataka wewe na yeye mkae mjadili, yeye anajiamulia tu peke yake. Ni msiri na mambo yake. Hakuna anachokuhusisha, hakuna kitu chochote unachokijua kuhusu yeye, password yake amebadilisha, simu yake hugusi wala hakuna chochote unachokipata kutoka kwake. Yaani hauna access naye tena. Kaa ukijua kwamba huyo mwanamke hakupendi. Yaani mwanamke akiwa hakupendi, hataki ujue chochote kuhusu yeye. Hataki kuomba ushauri wowote kwako. Hataki mjadili chochote wewe na yeye. Chochote anachokitaka anaamua yeye anavyotaka, lakini wewe hawezi kukuhusisha. Kwa hiyo ukiona tu mwanamke wako ameanza kuwa msiri, alikuwa wazi anakuonyesha simu yake anafanya nini, sasa hivi hivyo vitu vimekosekana, huyo mwanamke hakupendi. Na pengine ana mwanaume mwingine au amejifunza kitu kutoka kwenye tabia yako. Pengine wewe umeshamuumiza sana, imemfanya na yeye kubadilika, kuamua na yeye kwamba sasa hivi acha tu nilinde amani ya moyo wangu. Kwa hiyo ukishaona tu usiri umeingia kati yenu, kuna mambo mawili. Pengine ameanza kuwa na mambo mengi, au anafanya hivyo tu kwa sababu hakupendi kwa sasa hivi. Kwa sababu labda na wewe kuna vitu ulishavifanya sana kwake na yeye ameamua sasa hivi acha niishi maisha yangu. Sijui kama unanielewa. Jambo la 9. Akiwa na furaha feki. Unajua mke wako ni mke wako tu. Ikifika kipindi ukigundua mke wako ameanza kuwa na furaha feki, anajilazimisha kujifanya ana furaha lakini hana furaha kabisa, kaa ukijua kwamba hakupendi. Yaani hii huwa inatokea, unakuta mke wako anacheka na watoto, anacheka na majirani, anacheka na watu wengine, lakini dakika hiyo hiyo akishakugeukia wewe ameshakuwa mbogo. Hana amani tena, hana furaha tena, anakuwa kimya. Unagundua kwamba huyu mtu ana feki furaha. Huyo mwanamke hakupendi. Na hiyo inatokana na wewe, pengine kuna mambo ulishayafanya kwenye maisha yake, au yeye mwenyewe tu amebadilika na mambo yake mengine, kwa sababu kwenye maisha kuna mambo mengi. Pengine yeye mwenyewe tu amebadilika kutokana na mambo aliyokutana nayo huko, pengine kuna mwanaume anamdanganya ama vipi. Kwa hiyo unakuta mke wako anaanza kuwa na furaha feki. Hataki kukufurahia wewe kwa sababu hakupendi. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo utakapoona tu mke wako ana furaha feki, kaa ukijua kwamba sasa hivi hakupendi tena, kwa sababu huyo ni mke wako. Kwa hiyo anapoanza kupretend kitu, najua unaelewa. Kwa hiyo utakapoona tu mke wangu kwenye hiki ana pretend, anaigiza, kaa ukijua kwamba huyo mwanamke hakupendi. Jambo la 10. Akianza kukulinganisha wewe na wanaume wengine. Sijui kama unanielewa. Yaani mwanamke wako akianza kusema mume wa fulani iko hivi, mume wa fulani anapambana, mume wa fulani yuko vile, mume wa fulani hayuko kama wewe, mke wako hakupendi. Ndio maana ameanza kutafuta kasoro zako na anapenda kuongea vitu ambavyo vinakuumiza. Yaani ikifika tu wakati mke akaacha kukupenda, ataanza kukufanyia mambo ambayo yanakuumiza. Kwa hiyo hata yeye kukulinganisha wewe na wanaume wengine atakuwa anakulinganisha makusudi, kwa sababu anajua cha kwanza unaumia. Kwa hiyo anapenda anavyoona unaumia, kwa sababu yeye sasa hivi hakupendi. Kwa hiyo anaweza kukuongelea kitu chochote ambacho anajisikia, na anaweza kuanza kutafuta kasoro zako na akakwambia kabisa wazi, wenzako hawako hivyo, kama yule baba fulani yuko vile. Mke wako hakupendi. Kwa hiyo ukishaanza kuona mke wako ameanza kukufanyia vitu ambavyo vinakuumiza, na yeye anaviongea kwa ujasiri mkubwa,
na unamuona kabisa kwamba anajua vizuri kwamba unaumia, huyo mwanamke hakupendi. Na hii pia inategemeana, pengine amebadilika yeye mwenyewe bila sababu, au ni wewe umesababisha sasa hivi amebadilika, ameacha kukupenda. Kwa hiyo anaanza kukufanyia vitu vya kukuumiza na wewe pia. Kwa hiyo kukulinganisha wewe na wanaume wengine, wakati mwingine anakuwa anafanya hivyo kwa kisasi, kutaka tu na wewe uumie na yale maneno ambayo anakutamkia. Sijui kama unanielewa. Jambo la 11, mke wako anaacha kuwa proud na wewe. Sijui kama unanielewa. Yaani unakuta kipindi cha nyuma mke wako alikuwa anaweza kwenda na wewe popote. Mnaweza kwenda kwenye sherehe, mnaweza kwenda sokoni, mnaweza kuongozana kwenda labda kwenye matembezi na nini. Lakini nafika kipindi kila ukimwambia twende huko anakutafutia sababu, hataki kwenda na wewe. Ukisema twende kule, hataki kwenda na wewe. Yaani anaanza kujitenga na wewe kwa sababu kwanza hayuko proud tena na wewe. Yaani hataki kwanza muwe mnaongozana, hataki kuwa na ukaribu na wewe. Kwa hiyo yani hataki hata watu kwanza wajue kwamba wewe ni mume wake, kwa sababu hayuko proud tena na wewe. Na hii pia inategemeana. Pengine wewe mwanaume umeshafanya mambo mengi sana ya kumuumiza mwanamke kiasi kwamba imefika kipindi ameanza kujilindia yeye amani yake, na katika kipindi cha kuhangaika kufanya hivyo akajikuta amekutoa wewe moyoni kabisa. Kwa hiyo anakuwa hayuko proud na wewe na hataki kwenda na wewe popote. Yuko tu na wewe kwa sababu unahudumia watoto, kwa sababu maisha yake yanaenda, lakini wewe moyoni mwake ni mwanaume ambaye haupo. Kwa hiyo inategemeana, mambo yote yanategemeana. Na wakati mwingine pengine amepata mwanaume mwingine tu huko, amemdanganya, kwa hiyo sasa hivi ameanza kukuona wewe kama vile sio mwanaume, kwa sababu maisha yana mambo mengi. Pengine hata yeye tu hujamkosea kitu chochote, lakini amepata mwanaume mwingine huko nje, ameshaanza kudanganyika, kwa hiyo anaanza kukuona wewe kama sio mwanaume, kwa sababu hiyo ni tabia ya mwanamke. Akishakuwa na mwanaume mwingine, pengine akaanza kukuona wewe ni useless, yani hataki kwenda na wewe popote. Kwanza anaona kama wewe sio hadhi yake, anaona kama wewe sio level zake. Kwa hiyo inategemeana. Wakati mwingine ni kwa ajili ya mambo ambayo wewe umeshayafanya, kwa sababu kuna wanaume wake zenu wanaanza kukataa kuongozana na nyinyi kwa sababu anajua pale ulitongoza, pale ulitongoza, pale ulitongoza. Kwa hiyo inakuwa ngumu kwake yeye kuongozana na wewe, kwa sababu kwanza anajisikia aibu, hajisikii proud kuwa na wewe. Unapokuwa na mwanaume na wanawake wengine, au unatongoza wanawake wengine kwenye mazingira ambayo huwa mnaenda na mke wako, inamfanya asipende kwenda mazingira hayo, kwa sababu kwanza anaona watu watakuwa na mdharau, wanamshusha kwamba anajifanya anatembea na mume wake, lakini mume wake mwenyewe yuko hivi. Kwa hiyo mambo yote yanategemeana. Jambo la 12, mwanamke akiacha kujali maumivu yako. Yaani unamfahamu mke wako, zamani alikuwa akikuona unaumwa, unamuona kabisa anachanganyikiwa, anakuwa bize, anawaza, analala na wewe hapa karibu yako kila wakati, mume wangu unaendeleaje? Lakini imefika kipindi mke wako hata ukiumwa hapo hajali. Yaani hata kama ni kazini anaenda na kuacha umelala hapo, na ugonjwa wako utajua mwenyewe. Hiyo nayo inaonyesha kwamba mke wako hakupendi. Yaani ule muunganiko wenu wa kiroho umetengana, ndio maana hajisikii kuumia anapoona wewe unateseka. Ukiona mwanamke ameacha kujali maumivu yako, hakupendi. Na hii vile vile inategemeana, kwa sababu kwenye hili siwezi kukupa sababu moja, inategemeana. Pengine kuna vitu vingi ulishavifanya kwenye maisha yake, kwa hiyo alishaacha kukupenda. Kwa hiyo hata unavoumwa kwanza anaona kama sijui una pretend, sijui anaona kwanza unafanya nini mbele yake, kwanza hata huruma na wewe anakuwa hana. Na ndio maana sasa hivi anaweza kaendelea kufanya mambo yake wakati anakuona kabisa wewe hauna hali nzuri. Kwa hiyo ukiona mwanamke wako ameacha kujali maumivu yako, kaa ukijua kwamba hakupendi tena. Sijui kama unanielewa. Jambo la 13, ukiona mke wako ameelekeza upendo wote kwa watoto. Sijui kama unanielewa. Yaani unamuona yeye yuko busy na watoto wake, yeye na watoto wake, hana muda na wewe. Unamuona kabisa amehamisha kila kitu kwako, hisia, furaha, amani. Yaani anasema, unakuta kabisa yani anajisikia amani ninavyokuwa na watoto wangu. Watoto wangu ndio kila kitu. Furaha yangu ni watoto wangu. Anacheka na watoto wake huko nje, akifika ndani kwako ananuna kimya. Hataki kuongea na wewe kitu chochote. Hana upendo na wewe tena. Hataki muongee chochote, wala hataki kuwe na mazungumzo yoyote kati yenu. Hiyo inaashiria kwamba mke wako hakupendi tena. Kwa hiyo kwenye hili somo niseme tu kwamba hii inategemeana na namna ambavyo wewe na yeye mlikuwa mnaishi. Najua maisha yana mambo mengi. Pengine na wewe kuna vitu vingi sana ulishafanya kwa mke wako. Kwa hiyo
sasa hivi upo kwenye harakati za kumfanya yeye labda arejee tena kwako, lakini unamuona anafanya hivi vitu vyote nilivyokutajia. Ukiona sasa hivi unahangaika kufanya mke wako akuelewe, lakini anakufanyia hivi vitu vyote nilivyokutajia, kaa ukijua kwamba mke wako hakupendi tena. Kwa hiyo kama yuko kwenye maisha yako na hana mpango wa kuondoka kwako, kwa hiyo anahitaji therapist, anahitaji kusaidiwa kisaikolojia, kwa sababu sasa hivi hayuko sawa. Sio kila wakati mwanamke anapoendelea kubaki kwenye maisha yako inamaanisha kwamba anakupenda. Wakati mwingine anabaki kwako kwa sababu hana chaguo. Ndio ile unasikia mwanamke anasema mimi naishi tu kwa sababu ya watoto wangu, naishi tu kwa sababu huyu mtu anahudumia watoto, mimi vinginevyo ningeshaondoka muda mrefu. Sio vitu vizuri kuendelea kwenye maisha ya ndoa. Kwa hiyo naomba nikwambie kitu mwanaume, kwenye mazingira ya mwanamke kuacha kukupenda wewe kunakuwa na mambo mengi. Hatuwezi kusema mwanamke peke yake ameacha kwa sababu ya kuwa na mtu mwingine, hapana. Wakati mwingine unaweza kukuta sababu ni wewe mwenyewe, kulingana na matendo uliyomtendea kwa muda mrefu, imemfanya mwanamke aondoe upendo wake kwako. Na mwanamke asilimia kubwa, kama alikupenda, kuondoa upendo wake kwako bila sababu sio rahisi. Asilimia kubwa unakuta kuna kitu kimetokea, aidha ni wewe au aidha ni yeye amedanganywa. Yote yapo. Kwa hiyo naomba niseme, kama wewe ni mwanaume ambaye sasa hivi unapitia hichi kipindi kigumu, na pengine unajua wazi kwamba mke wangu niliwahi kumfanyia makosa mengi, kwa sababu unafuataga na yani, wapo wanaume ambao huwa wananifuata, dada, mimi nilishamfanyia mke wangu makosa mengi na sasa hivi mke wangu amebadilika, amekuwa 1 2 3. Naomba nikwambie kwamba sababu ya mke wako inakuwa ni kwa sababu ya yale maumivu ambayo aliyapitia kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuna vitu unavyovifanya kwenye maisha ya mke wako kwa muda mrefu vitasababisha kovu kubwa sana, au vitasababisha uharibifu mkubwa sana kwenye moyo wa mke wako, kiasi kwamba wewe hutokuwa na namna tena ya kumrudisha aanze kukutazama vizuri. Atahitaji msaada wa kisaikolojia. Lakini kama wewe ni mwanaume ambaye unaona mke wako anakufanyia hivi vitu na hana sababu, basi huyo yeye amepata mwanaume mwingine. Kwa hiyo unatakiwa kumwacha tu huyo mwanamke. Yaani ikifika kipindi umeona kabisa anakufanyia hivyo vitu na hakuna kitu ulichomkosea, lakini unaona kabisa anaonekana hakupendi tena, maana yake huyo pengine ameshadanganywa na mtu huko, anakuona wewe sasa hivi ni useless, anakuona wewe sio mwanaume wa hadhi yake, hakutaki tena. Kwa hiyo ukiona yeye anafanya hivyo kwa sababu ana mambo yake, achana naye. Lakini ukiona anafanya hivyo kwa sababu ya mambo yako, tafuta msaada wa kisaikolojia ili mke wako asaidike.